Jamii muhafazati, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Ndugu zangu, kama ilivyo kawaida yetu na kama ilivyo ada yetu, kwa mara nyingine tena tunakutana katika chaneli yetu hii ya Sha'rawi TV. Madhumuni, lengo na shabaha ni kukutambulia taarifa mbalimbali na kukuletea makala mbalimbali zinazohusu masuala ya siasa, diplomasia, lakini pia pamoja na masuala ya sayansi ya jamii. Katika yale ambayo tulionayo leo kutoka hapa studio, baada ya kuwa tumeangazia kwa muda mrefu na kulaza fikra zetu katika yale yanayojiri ndani ya ulimwengu wa Mashariki ya Kati, juu ya vita vinavyoendelea baina ya Marekani na Israeli dhidi ya taifa huru la Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Sasa leo tunaendelea kubakia barani Afrika na hasa kuangazia taarifa muhimu, lakini pia ni taarifa ya masikitiko na pia ni taarifa yenye kushtusha, lakini pia ni taarifa yenye kuhuzunisha. Na hii inahusu sehemu ya mapinduzi au jaribio la mapinduzi lililotaka kufanyika kuanzia juzi na jana katika nchi ya Mali, kumuondoa Assimi Goïta baada kiongozi huyu wa kijeshi ambaye alichukua utawala wake kwa kupitia nguvu za kijeshi baada ya kumpindua aliyekuwa mtangulizi wake. Na hii ni baada ya kuonyesha mtangulizi wake anaunga mkono siasa za Ufaransa katika nchi hiyo na hakutaka kubadilika. Sasa ikumbuke kwamba nchi ya Mali ni moja kati ya mataifa makubwa ya Uislamu ndani ya Afrika ya Kaskazini. Uislamu uliingia katika nchi ya Mali katika zama za Umawiya. Lakini nchi ya Mali ni moja kati ya nchi tajiri ndani ya bara la Afrika, lakini pia ulimwenguni. Utajiri wake unatokana na kumiliki rasilimali kubwa ya madini ya dhahabu. Madini haya ya dhahabu katika karne zilizopita ndiyo chini ya utawala wa Mamsa, kwa jina la lugha ya Mali ambayo inaitwa Bambari, jina la Mamsa ambaye katika lugha ya Kiislamu anaitwa Musa. Chini ya utawala wa Bwana Musa, Mali iliweza kuwa ni imperatoriyatun fil alam wa fil Afrika ajma. Iliweza kuwa ni dola kubwa ndani ya ulimwengu, lakini pia iliweza kuwa ni superpower ndani ya bara la Afrika. Mamsa ambaye ni Musa ndiyo tajiri wa kwanza duniani aliyeweza kumiliki mali nyingi sana duniani, lakini pia aliyekuwa na miliki migodi ya dhahabu duniani, kiasi kwamba alilifanya taifa la Mali kutambulika kuwa ni miongoni mwa mataifa makubwa duniani kutokana na utajiri mkubwa walionao. Taifa la Mali ni miongoni mwa mataifa ambayo yanaongoza kwa idadi kubwa ya Waislamu, jambo ambalo limepelekea kutambulika sasa kuwa ni miongoni mwa mataifa ya Kiislamu katika ulimwengu wa Kiislamu. Mali ni miongoni mwa mataifa ya kaskazini, Afrika ya Kaskazini, yaliyopata uhuru wake tangu mnamo miaka ya 1960 kutoka katika mikono ya Ufaransa. Ikumbuke kwamba katika jangwa hili la Sahara, Mali ilikuwa chini ya utawala ya ukoloni wa Kifaransa. Ilikuwepo Mali, lakini pia ilikuwepo Algeria, lakini pia ilikuwepo Niger, lakini pia ilikuwepo Burkina Faso, lakini pia ilikuwepo Senegal pamoja na mataifa mengine. Lakini Mali ni moja kati ya mataifa ambayo yanayotambulika duniani kwa kumiliki uchumi mkubwa ambao unaotokana na rasilimali ya dhahabu. Na ikumbuke kwamba wakoloni hawa walipotoa uhuru katika mataifa ya Kiafrika, hawakutoa uhuru wa kuwafanya Waafrika kujisimamia wenyewe na kusimamia rasilimali zao, bali uhuru waliotoa ulikuwa ni uhuru wa bendera, pasina uhuru wa uongozi, na kuwafanya wao wamiliki ardhi yao na kuwafanya wao wamiliki rasilimali kwa manufaa ya nchi zao. Sasa miongoni mwa nchi wao mataifa yaliyopitia katika ugumu huo ilikuwa ni taifa la Mali, ambao Ufaransa waliwapa uhuru wa bendera pasina uhuru wa rasilimali. Taifa la Mali liliweza kusimamia idara, lakini halikuweza kusimamia rasilimali za nchi hiyo.
Ndio maana sasa dhahabu za Ufaransa nyingi zimetoka katika ardhi ya Mali. Lakini hata gesi ambayo iliyokuwa inatumiwa Ufaransa kuwasha umeme ilikuwa inatoka katika ardhi ya Burkina Faso. Lakini wakati huo ukienda katika mataifa haya unakuta kwamba Mali pamoja na utajiri wa dhahabu ulionao, lakini wakawa hawana benki ya kuhifadhi dhahabu. Lakini ukienda Ufaransa unakutana kuna benki ya kuhifadhi dhahabu. Unakuta mifumo ya elimu, huduma ya elimu katika taifa la Mali ni mibaya, haitamaniki, watu wanakufa kwa idadi kubwa kwa mwaka. Lakini ukienda Ufaransa unakutana watu wanaishi vizuri, watu wanasoma vizuri, watu wanastarehe vizuri. Lakini ukija katika mifumo ya afya unakutana Mali kuna huduma mbovu, hakuna madawa, watu wanakufa ovyo. Lakini ukirejea katika taifa la Ufaransa unakuta kuna mifumo mizuri ya afya na watu wanaishi vizuri, kwamba wao mgonjwa anapotibiwa, anapokwenda hospitali, basi ana uhakika wa kurudi uraiani kutokana na ubora wa huduma walizokuwa wanazipata. Tofauti na nchi ya Mali, ukienda hospitali, ilikuwa ukienda hospitali basi ni mabaina kati ya kifo na uhai. Lakini kwa asilimia kubwa watu walikuwa wanajua kwamba wakienda hospitali hawatoboi kutokana na huduma mbovu ambazo zilizokuwepo katika nchi ya Mali. Lakini Mali pamoja na utajiri waliokuwa nao, bado waliendelea kuwa ni watumwa katika masuala ya uchumi na kifedha, kwa sababu walikuwa hawana benki ya kuhifadhia fedha zao, na hatimaye fedha zao zilikuwa zinahifadhiwa Ufaransa. Na hata walipotaka kufanya jukumu la maendeleo au mkakati wa maendeleo, ililazimika kwamba waondoke kwenda Ufaransa kuomba fedha. Na walipofika Ufaransa walikuwa wanaulizwa, mnataka kujenga barabara, kandarasi hiyo amechukua nani ili muweze kujenga barabara? Ikionekana kwamba amechukua Mrusi au amechukua Mkorea au amechukua Mchina, basi pesa hizo watanyimwa. Maana yake ni kwamba uhuru waliokuwa nao ulikuwa sio uhuru sahihi, ulikuwa ni uhuru wa bendera, pasina uhuru wa kumiliki rasilimali zao na kuzitumia rasilimali zao kwa manufaa ya kizazi chao. Jambo hili lilipelekea kugeuza fikra za viongozi ndani ya nchi ya Mali na kuweza kufanya mapinduzi ndani ya nchi ya Mali, kwa sababu ya kutokuwa na uadilifu, kutokuwa na haki, lakini kuhakikisha kwamba wanajivua katika mikono ya Ufaransa na vazi la ukoloni wa Ufaransa. Sasa Assimi Goïta ni miongoni mwa majenerali wa kijeshi waliofanikiwa kufanya mapinduzi na kuingia madarakani. Baada ya kuingia madarakani, alichofanya Assimi Goïta ni nini? Ni kuhakikisha kwamba anamteua Jenerali Kamara, Seydou Kamara, kwa ajili ya kuwa ndio mkuu wa majeshi ndani ya nchi ya Mali. Na hilo wakawa wamefanikiwa kwa muda mrefu. Lakini pia wakawa wameunga umoja wa nchi za Sahel na kutengeneza jeshi la pamoja ambalo mpaka sasa jeshi hilo takriban lina miaka miwili. Kwa hiyo Niger pamoja na Burkina Faso chini ya uongozi wa Ibrahim Traore pamoja na kiongozi wa Niger Ibrahim, hawa wameweza kutengeneza uongozi wa pamoja na muungano wa pamoja, lakini pia muungano wa kijeshi na muungano wa kiuchumi kwa ajili ya kuzifanya nchi hizi ziweze kujiondoa katika mikono ya Ufaransa. Na hili wakawa wamefanikiwa. Lakini kama ambavyo tunavyojua mbinu za wazungu, mbinu za viongozi wa nchi za magharibi, kwamba hawaridhiki na nyinyi kukaa kwenu salama, wala hawaridhiki na nyinyi kuweza kujiunga. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo yaliyofanya Ufaransa kukaa sana katika nchi hizi ni kwa sababu ya kutengeneza makundi ya kigaidi. Kwa hiyo kisingizio chake kikubwa au sababu kubwa zilizomfanya Ufaransa kuendelea kukaa katika nchi hizi ni kujifanya yeye ndiye anayelinda amani ya nchi hizi ili zisiweze kuvamiwa na waasi, na kwamba yeye ana uwezo wa kuwasambaratisha waasi. Lakini waasi wote ambao tunaowajua leo, magaidi wote ambao tunaowaona leo, ni zao
la nchi za magharibi ambazo hutumia nyenzo hizo za kutengeneza makundi ya kigaidi na kuzisaidia silaha katika mataifa yetu, ili mwisho wa siku wao waingie kwa niaba ya kutaka kuja kuzitawala nchi hizo. Kwa hiyo wanaingia kwa kigezo cha kukupa amani, ili sasa wanajua kwamba hauna uwezo wa kuwarejeshea pesa kulingana na amani wanayokupa. Maana yake wao wataendelea kuchimba madini ndani ya nchi yako na kuchukua rasilimali zako kwa manufaa yao wao wenyewe. Sasa nchi za Sahel ziliweza kutengeneza umoja huo kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanatokomeza ugaidi katika mataifa yao. Lakini wakati huo huo nchi hizi tatu zikageuza siasa ya utawala wao wa kijeshi na kujiegamiza katika nchi za Urusi baada ya kuona kwamba nchi za magharibi ni wanafiki. Kwa muda mrefu wamekuwa wakikaa katika nchi zao kimabavu kwa lengo la kuwalinda kutokana na magaidi, lakini cha ajabu na cha kusikitisha ni kwamba ugaidi ule hawakuweza kuumaliza, bali kwa kadiri ambavyo siku zilivyokuwa zinakwenda ndivyo ambavyo makundi ya kigaidi yalivyoendelea kuzalika siku baada ya siku. Kwa hiyo jambo hilo likawafanya viongozi hawa watatu, wa kiongozi wa Burkina Faso Ibrahim Traore, kiongozi huyu wa Mali, lakini pia kiongozi wa Niger, kutengeneza muungano na baadaye kuhamishia fikra zao za kujiunga pamoja na China, pamoja na Korea, pamoja na Urusi. Jambo ambalo lilomfanya sasa Urusi awe ni moja kati ya mataifa ya mwanzo kutuma kundi la kijeshi linaloitwa Wagner kwa ajili ya kwenda kuwapa ulinzi viongozi hawa na kupambana na makundi ya kigaidi, lakini pia kuwasaidia misaada ya silaha za kijeshi. Na hayo makundi, hayo maaskari, hao wanajeshi ambao waliotumwa kwa ajili ya kuwalinda viongozi hawa ndiyo ambao tayari leo wameweza kumsaidia Assimi Goïta kutokana na mapinduzi yaliyokuwa yanataka kufanyika na waasi katika nchi ya Mali. Lakini mapinduzi haya yaliyokuwa yanataka kufanya, jaribio hili la mapinduzi halikuondoka kavu, bali limeacha athari iliyokuwa kubwa kwa kumuondoa Seydou Camara ambaye aliyekuwa mkuu wa jeshi la Mali. Wamemuua alipokuwa nyumbani kwake, lakini pia wamemuua na mke wake mdogo pamoja na mjukuu. Lakini sasa tunasema kwamba aljamaatul quwwa wal furqatu azaba, kwamba umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu. Majeshi ya muungano wa nchi za Sahel kwa maana ya Burkina Faso, lakini pia Mali pamoja na Niger, ambayo tayari yalikuwa yamekwisha tengenezwa na yako katika training muda wote, ndio hayo yameingia vitani, na mpaka sasa tunavyozungumza tayari waasi au magaidi takriban 2000 tayari wamekwisha uwawa. Na hivi tunavyozungumza ni kwamba mapigano yameendelea kushika kasi zaidi hata kuelekea karibia na mipaka ya Algeria. Kwa nini Algeria? Kwa sababu upande huu wa Algeria, maana yake wagaidi wale wanachukua mafunzo kutoka Algeria na kuja kufanya mashambulizi huku katika nchi ya Mali. Lengo si tu kuondoa utawala uliopo wa kijeshi uliopo madarakani, bali lengo ni kutaka eneo hili kujitenga, wawe na eneo lao. Na hizi mbinu zimekuwa zikitumiwa kwa muda mrefu sana na nchi za magharibi kwa lengo la kutaka kuzitawanya nchi za Kiafrika ili waweze kuzitawala katika njia ambayo ni rahisi zaidi. Wanatumia njia ya kuingiza uasi, lakini pia wanatumia njia ya kukupiganisha wewe na nchi jirani, lakini pia wanatumia njia ambazo zitakazokufanya wewe kukudhoofisha kiuchumi, kwa maana ya kukuwekea vikwazo au kukusukia magaidi wa ndani kwa ndani. Na hivi ndivyo ambavyo wanavyofanya nchi za magharibi kuhakikisha kwamba wanatengua, wanapishanisha na wanafarakanisha baina ya mataifa haya ya Afrika ili yasije kuungana hata siku moja. Wamefanya hivi katika maeneo mengi, mfano Kongo. Wamefanya hivi katika maeneo mengi, leo tunazungumzia Angola. Kwa tayari kule kuna Msumbiji, tayari kule kuna waasi. Wamefanya hivi katika eneo la Sudani, imegawanyika, imekuwa kuna Sudani Kusini na Sudani Kaskazini. Lakini wamefanya hivyo katika maeneo mengi sana duniani,
lengo, madhumuni na shabaha ni kuhakikisha kwamba nchi za Kiafrika hazikai pamoja na zikapatana. Na ikumbuke kwamba ninakumbuka maneno ya rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Hassan Suluhu aliposema kwamba Afrika ni kama vile tembo, hauwezi kumuua, hauwezi kuila nyama yake isipokuwa kwa kuikatakata. Kwanza ni lazima uikatekate vipande vipande ndiyo uweze kuila nyama yake. Hauwezi ukamla tembo akiwa ni mzima. Kwa hiyo Afrika haiwezi kuliwa rasilimali zake, haiwezi kutawaliwa isipokuwa pale ambapo itakapokuwa imetawanywa na kugawiwa. Kwa hiyo tunatumia nini? Tunatumia siasa, demokrasia kama ngazi ya kwenda kuwafarakanisha. Tunatumia ugaidi wa ndani, lakini pia tunatumia namna ya kuwasuka maadui baina ya nchi na nchi zingine ili waweze kugombana. Kwa hiyo kilichofanyika Mali ni shinikizo la nchi za magharibi na hasa Ufaransa, ambao waliondolewa katika ardhi ya Mali baada ya mapinduzi ya kijeshi, kuonekana kwamba uwepo wa Ufaransa katika mataifa hayo ndiyo sababu ya kuendeleza vikundi vya kigaidi, lakini pia ndiyo sababu ya kuendeleza hali mbaya ndani ya mataifa ya Afrika, lakini pia ndiyo sababu ya kuendeleza ukoloni mamboleo ndani ya mataifa hayo ya Sahel. Ikumbuke katika nchi ya Burkina Faso, nchi ya Mali pamoja na nchi ya Niger palikuwa panatolewa rasilimali nyingi ikiwemo madini pamoja na gesi. Ikawa ni sababu ya mataifa haya ya Ufaransa kuendelea na kupiga hatua. Huduma katika nchi ya Ufaransa, ukienda, huduma ya afya ni bora zaidi na ni nzuri zaidi. Huduma ya umeme usiokatika, huduma ya elimu iliyokuwa bora. Lakini ukirejea katika mataifa ya Mali unakuta kwamba huduma ya afya pamoja na rasilimali wingi wa dhahabu walizonazo, unakutana na huduma ya afya ni mbaya zaidi, kwamba wakawa hawana takriban hospitali za kisasa zinazoweza kutoa huduma iliyokuwa nzuri. Lakini wakati huo huo hawana mihimili mikuu ya miundombinu bora ambayo itakayoweza kurahisisha safari za wananchi wa Mali. Lakini wakati huo huo elimu yao ikawa ni duni. Jifikirie kwamba mpaka mwaka 1900 na takriban na mwaka 2019 bado Mali ilikuwa na shule takriban 10 tu za elimu ya juu katika ngazi ya high school. Unaweza ukaona namna gani walivyokuwa wamebinywa na namna gani walivyokuwa wananyanyaswa na namna gani walivyokuwa wananyonywa na kutawaliwa. Lakini mpaka tunavyozungumza Mali ilikuwa haina benki ya kuhifadhi pesa zake, na ilikuwa inategemea pesa zake kutoka katika nchi ya Ufaransa, lakini pia zilikuwa zinachapishiwa katika nchi ya Ufaransa. Mali tunaizungumza ambayo ilikuwa tajiri na ilikuwa ni superpower ndani ya Afrika, lakini pia ilikuwa ni superpower duniani kupitia uongozi wa Mamsa, ambaye katika lugha ya sasa tunaisema ni Musa. Hizi ni njia miongoni mwa njia ambazo zimekuwa zikitumika mara nyingi sana na nchi mabepari katika kutawala nchi za Kiafrika. Ndugu zangu, yapo mengi sana ya kujifunza. Miongoni mwa mambo ambayo tunayotakiwa kujifunza ni kuhakikisha tunapojitoa katika mikono ya mabepari, basi tusirudi katika mikono yao, kwa sababu hata siku moja hakuna mzungu ambaye anayempenda Mwafrika. Ataonyesha ukaribu kwako ikiwa kuna maslahi yake mapana, atakuwa rafiki yako ikiwa kuna maslahi yake mapana, na baada tu ya kumalizika maslahi yake mapana atakuacha amekutelekeza. Na hivi ndivyo ambavyo nchi hizi za kibepari ziliweza kufanya katika mataifa mengi ya Kiafrika. Ndio maana mpaka leo huduma za miundombinu ni mbovu, huduma za afya ni mbovu, huduma za elimu ni mbovu, huduma za kijamii ni mbovu, kwa sababu pamoja na wingi wa rasilimali ambazo tulizonazo, lakini natija chanya ya rasilimali zetu kwa manufaa yetu sisi wa Afrika zimekuwa hazionekani. Na mwisho wa siku wakiona wameshindwa sasa namna ya kufaidi na rasilimali zilizopo, watatumia njia ya demokrasia kwa kuwaweka viongozi wanaowataka watakaokuwa chini yao ili waweze kufaidi rasilimali hizo.
na wakishindwa katika njia ya demokrasia, wataingia njia ya kutengenezea ugaidi wa ndani kwa kisingizio cha siasa, kwa kisingizio cha demokrasia, aidha kwa kisingizio cha kidini, kama hawa waasi ambao waliopatikana katika nchi ya Mali. Wao wanasema kwamba wanaitaka nchi ya Mali kwa sababu wao ni Islamic State, jambo ambalo sio sahihi, kwa sababu hakuna matumizi ya nguvu katika Uislamu kama njia itakayokufanya wewe kufikia katika uongozi. Hakuna, wala hakuna njia ya kuua watu kama daraja la kukufanya wewe uwe kiongozi. Hakuna ruhusa hiyo katika Uislamu, bali haya ni makundi ambayo yametengenezwa mahsusi maalum kwa ajili ya kuleta vurugu za ndani na kuwapa njia wa Faransa au njia nchi za magharibi ziweze kuingia na kusema kwamba tunakuja kuwapeni amani na kuwalinda, halafu mbadala wa malipo hayo itakuwa ni dhahabu au almasi au gesi kutoka katika mataifa yenu. Na ikishindikana kabisa, maana yake utasukiwa nchi yoyote jirani na mtagombanishwa kwa kupitia mipaka yenu, kwamba mpaka huu uligawiwa kimakosa. Ramani yetu inaeleza kwamba sisi tunatawala mpaka hapa, mpaka wa nchi yangu ni mpaka hapa, na mwisho wa siku mnajikuta mnagombana kwa lengo tu la kutaka kuja kuharibu amani ya ndani, demokrasia ya ndani, siasa ya ndani, na kuleta mabadiliko ya utawala ndani ya mataifa yetu. Haya yanafanyika katika ardhi ya Kongo, yanafanyika katika ardhi ya Sudani, yanafanyika Msumbiji, yanafanyika Uganda, yanafanyika katika maeneo mengi barani Afrika, kule Eritrea pia ni hivyo. Lakini lengo kubwa ni kwa